imetangazwa kwenye mitandao na watu wamevamiwa wakiwa kwenye mikesha na wakapigwa. Ni kitu cha ajabu. Kanisani mahali pa amani, mahali pa usalama. Mtu aliyeumizwa, ninachojua, anakimbilia kanisani, anapata relief. Lakini leo anakwenda kanisani, anakuta amezungukwa, anakuta anamwagiwa mabomu ya machozi, anapigwa virungu. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda kuabudu? Hapana, kwa sababu mtu mmoja ameuliza au ameelezea, amehoji kwa nini watu wanatekwa, ni nani anayewateka na anayewateka wako wapi. Je, ni kweli watu hawatekwi? Mimi sikuona sababu ya kufanya vita ya namna hii. Watu wengi wameumia sana kwenye jambo hili. Kuna wagonjwa wanakwenda pale ili wapone, waombewe, na makanisa hayo ni mengi mno. Kuna watoto wanashinda pale kanisani siku za Jumamosi, wana ratiba hiyo. Leo watoto wale watakwenda wapi? Na tunawafundisha nini kwenye jambo hili? Kwamba je, dini ni vita kinyume na serikali? Sio jambo zuri kabisa. Na nimesikiliza ile press kwamba Watanzania hatujawahi kuwa na utamaduni wa namna hii. Haya tumeyatoa wapi? Kwa hiyo kunakuwa na notion nyingi kwenye jambo hili, kwamba labda hapa kuna vita ya udini, kwamba kuna maslahi tofauti, kwamba hapa kuna Utanganyika na Uzanzibari. Mambo haya hayafai. Kabla ya kufanya jambo ni vizuri kujiuliza athari zake ni nini. Ingekuwa ni chakula, sawa, watu waweza kwenda kuchukua mahali pengine. Sawa, watu waweza kwenda kuchukua chakula mahali pengine. Lakini swala la huduma ya kiroho ni hatari mno. Swala la imani ya mtu ni hatari mno. Tumelelewa kwenye mambo hayo. Kwa hiyo mimi niombe, nitoe rai, kabla hatujafika pabaya. Jumapili kesho kutwa, kuna watu ambao hawajasikia hili jambo. Wanasikia tu kwenye mitandao, inaonekana ni udaku na vitu kama hivyo. Watu wamezoea udaku kwenye mitandao. Hakuna maelezo rasmi yanayoonyesha kwamba jambo hili kweli lipo, katazo hili kweli lipo. Ndio maana unaona hata hiyo siku ya Jumatatu nilivyoona kwenye picha mjongeo, watu wanapigwa bila sababu. Hivi tumefikia huku kweli kama taifa? Tumefikia huku kama Watanzania kweli? Anayepiga wanaoabudu ni Mtanzania, anayeabudu anapigwa na mtu Mtanzania. Hivi tumefikia huku kweli? Tunaelekea wapi kama taifa? Anyway, ile ilikuwa ni ibada ya katikati. Jumapili watu watatafuta kwenda kuabudu. Nimemsikia anasema ana watu zaidi, makanisa zaidi ya 2000 Tanzania. Watu watatoka asubuhi wanakwenda kuabudu. Je, nini kitatokea? Wanakuta kanisa limepigwa utepe. Jambo gani litatokea? Tutegemee nini kutokea hapo? Watu wanapokusanyika zaidi ya 100, 200, 300, tutarajie nini kitokee? So waweze kukuta utepe, wakaondoka wakarudi walikotoka majumbani. Watabaki pale pale. Nini wataintroduce, wataimplement nini pale? Ni vizuri kujua kwamba tunaweza tukatangaza amani, lakini tukawa sababu ya kuchafua amani, ya kuleta machafuko katika taifa, katika jamii, katika familia. Hata Biblia inanieleza wazi kwenye kitabu kile cha Wakolosai, sura ile ya 3 mstari wa 20, kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, na hii ndio haki. Lakini mstari wa 21, na ninyi baba msiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Watu wakifikia hatua ya kukata tamaa, tunaelekea mbali sana. Lakini pia utaona kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 17 mstari wa 12, Yesu anasema, Baba, wale wote ulionipa niliwalinda kwa jina lako. Lakini inapotokea mtu mwingine anawatawanya wale ambao tunawalinda, nini kinakwenda kutokea? Kwa hiyo mimi nitoe tamko, ni laani jambo hili, kwamba jambo hili sio zuri kabisa. Tunawajengea image gani watoto wetu? Watoto wa watoto wetu tunawafundisha nini? Je, leo limefungwa la Gwajima, kesho litafungwa la nani? Lakini kwa kupendekeza, kwa kushauri kwamba tufanye nini ili jambo hili litoke. Hivi kweli matokeo yake, matarajio yake au malipo yake ni kufungiwa kanisa? Hii ni sawa kweli? Hao wanaofungiwa kanisa wanatakiwa kuabudu wenye uhuru wa kuabudu. Je,
Hao wamekosea nini? Mimi nafikiri tufike mahali ni kuombe sana rais wa nchi hii ya Tanzania, pamoja na wale wote wanaokuzunguka kushauri, lakini na mamlaka zingine husika, tusitengeneze uadui kati ya jeshi la polisi na wananchi wa kawaida ambao ni innocent. Hao wanakwenda kuabudu, si wahalifu. Hao wamevamiwa kana kwamba ni watu au askari wamevamia kijiwe cha wavuta bangi. Wale ni waumini, walikuwa wanaabudu. Lakini imetokea kama ilivyotokea kwenye picha mjongeo. Kwa mimi ni shauri kwamba hebu tutafute namna nyingine ya kurekebisha jambo hili.